Karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Sarafina Robi. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii: baadhi ya raia wa Tanzania kutoka eneo la Nyanda za Juu kusini mwa nchi hiyo wameyakimbia makazi yao kufuatia vurugu zilizoibuka wakati wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces yani RSF wamekubali kusitisha vita ili kuruhusu misaada ya kibinadamu nchini Sudan. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia upi mustakabali wa Tanzania kisiasa na kijamii baada ya uchaguzi mkuu uliokumbwa na vurugu. Haya yaliyotokea yangeweza kaepukwa ikiwa pande zote zingeweza kutenda haki, kwa maana ya wale wenye kuhakikisha kwamba maoni ya wananchi yatasikilizwa. Lakini kwanza nampisha mwenzangu Karo Robi kusomea muhtasari wa habari za dunia. Karibu Karo. Shukran Sarafina. Wanamgambo wa kikosi maalum nchini Sudan wa Rapid Support Forces RSF wamesema wamekubali kusitisha vita ili kuruhusu misaada ya kibinadamu nchini humo. Hata hivyo, jeshi la Sudan halijakubaliana mapendekezo hayo yaliyowasilishwa na Marekani na nchi za Kiarabu. RSF pia imesema iko tayari kufanya mazungumzo kuhusu kukomesha uhasama kati yake na jeshi katika kuvimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka miwili. Tangazo hilo la RSF linakuja chini ya majuma mawili tangu wanamgambo hao kuudhibiti mji mkuu wa Darfur Kaskazini El Fasher. Wameshtumiwa kwa kufanya mauaji makubwa ya raia na unyanyasaji wa kingono. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Marekani amesema wanazihimiza pande zote mbili zinazozozana Sudan kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kuondoa vikwazo dhidi ya Rais wa Syria Ahmed al-Sharaa. Azimio hilo liloandikwa na Marekani liliidhinishwa kuelekea mkutano kati ya Rais Donald Trump na Bwana al-Sharaa unaotarajiwa kufanyika katika ikulu ya White House Jumatatu ijayo. Waziri wa mambo ya ndani wa Syria pia ameondolewa vikwazo. Rais al-Sharaa aliwekewa vikwazo na Umoja wa Mataifa alipokuwa kiongozi wa kikosi cha wanamgambo cha HTS kilichokuwa na mafungamano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda miaka 9 iliyopita. Kikosi hicho cha HTS kilikuwa mstari wa mbele katika kumng'oa madarakani Rais wa Syria Bashar al-Assad mwaka jana. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amewaeleza mawaziri wake mjini Abuja kuwa sharti waongeze juhudi za kukabiliana na ugaidi na uhalifu wakati taifa hilo la magharibi mwa Afrika likikabiliwa na shinikizo la kimataifa kushughulikia masuala ya kiusalama. Kibarua kilicho mbele yetu ni kikubwa mno. Tunahusisha ulimwengu kidiplomasia na ninawahakikishia nyote kuwa tutaushinda sasa ugaidi. Hiyo ndo kauli yake ya kwanza tangu Rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuyatuma majeshi ya Marekani nchini Nigeria, kidai Wakristo wa Nigeria wanauawa na wanamgambo wenye misimamo mikali ya Kiislamu. Kwa muda mrefu Nigeria imekabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kaskazini mashariki mwa taifa hilo, ambako kundi la waasi la Boko Haram limesababisha mauaji makubwa. Na wabunge wa Marekani wamemwandikia Andrew Mountbatten Windsor, ndugu ya Mfalme Charles wa Uingereza, wakimtaka rasmi sasa kuhudhuria mahojiano ya kueleza uhusiano wake na Jeffrey Epstein aliyehukumiwa kwa makosa ya unyanyasaji mkubwa wa kingono. Waraka wa bunge la Marekani unamtaka Bwana Windsor, ambaye hivi karibuni alivuliwa cheo cha kifalme, kusaidia katika kuwatambua watu wengine walioshirikiana na marehemu Epstein katika sakata la unyanyasaji wa kingono. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na mwenzangu Karo Robi. Unasikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Kwenye internet ni bbcswahili.com na katika Facebook ni BBC News Swahili. Hili uko nami Sarafina Robi. Vikosi vya Rapid Support Forces nchini Sudan vimesema vimekubali pendekezo la kusitishwa kwa mapigano katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo ili kuruhusu misaada ya kibinadamu. RSF ilisema pia wako tayari kwa mazungumzo kuhusu kusitisha uhasama, lakini jeshi la Sudan halijakubaliana na pendekezo hilo ambalo lilitolewa na Marekani na nchi za Kiarabu. Na Steha Mohamed na taarifa zaidi. Tangazo la kundi hilo la waasi la RSF limetolewa chini ya wiki mbili baada ya kundi hilo kuchukua udhibiti wa mji wa Al-Fasher na kushtumiwa kutekeleza mauaji ya halaiki na unyanyasaji wa kijinsia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani alisema walizitaka pande zote mbili kusonga mbele kuelekea kwenye mapatano ya kibinadamu. Marekani inasema kwamba inafanya kila juhudi kuhakikisha kukomesha kwa mapigano nchini Sudan pamoja na mataifa yanayounga mkono pande hizo mbili.
Kundi la RSF limesema kwamba limekubali pendekezo hilo la mapatano ya kibinadamu na kwamba lipo tayari kufanya mazungumzo kumaliza vita. Kundi hilo lilifanya tangazo hilo baada ya kupata udhibiti wa mji wa magharibi wa Al-Fasher kufuatia kuzingirwa kwa mji huo kwa miezi 18. Serikali ya Sudan inayoongozwa na jeshi bado haijajibu taarifa hiyo ya RSF. Mapema wiki hii, waziri wa ulinzi nchini Sudan aliushukuru utawala wa Trump kwa juhudi zake, lakini akasema vita dhidi ya kundi hilo vitaendelea. Afisa mwandamizi wa ubalozi wa Sudan mjini Nairobi, Mohamed Osman Akasha, ameambia BBC kwamba wanamgambo hao wanatakiwa kujisalimisha kabla jeshi kusitisha mapigano. Kile ambacho ninachojua ni kwamba serikali ya Sudan na watu wa Sudan wako na ari ya kuwashinda hawa waasi. Kuna kitu kimoja tu ambacho hawa waasi au jumuiya ya kimataifa inaweza kufanya, ni kuwapokonya silaha hawa waasi au kujisalimisha na wao kuwajibishwa. Wanamgambo hao wa RSF wamekuwa tayari kujihusisha na juhudi za awali za amani, lakini wakati wa kudhibiti mji wa Al-Fasher ambao waliuzingira, walizuia misaada ya kibinadamu kuingia katika mji huo licha ya ombi la mara kwa mara na Umoja wa Mataifa. Shirika moja la kimataifa la kutathmini masuala ya chakula limethibitisha uwepo wa ukame katika mji huo na ripoti za mauaji ya watu ambayo kundi hilo la waasi linakanusha. Baadhi ya raia wa Tanzania kutoka katika eneo la Nyanda za Juu kusini mwa nchi hiyo wameelezea kutoroka na kukimbia makwao ili kunusuru maisha yao kufuatia vurugu zilizoibuka baada ya maandamano siku ya uchaguzi nchini Tanzania. Katika maandamano hayo yaliyodumu kwa siku 3 kuanzia Oktoba 29 mwaka huu, siku ya uchaguzi, watu kadhaa wamepoteza maisha wakitaka mabadiliko mbalimbali ikiwemo mifumo ya uchaguzi na usimamizi wa haki. Kwa nini wanakimbia? BBC imezungumza na baadhi yao. Kwa sababu watu walioleta maaskari ambao yani kwa kweli wanaingia hadi majumbani. Kidogo pale mwaka Tunduma ametumwa tu, ni mtoto wa jirani ametumwa kwenda kununua maji, kwenda kuchota maji, amekutana na risasi, mtoto akafa. Kwa hiyo inabidi tukimbie, kwamba usalama haupo. Kwa kweli usalama kwa haupo. Yaani wa kiume vijana wanakimbia wanaenda milimani, yani hawaingii, wakinyumba ndio hiyo wanavunja, wanaingia ndani, walikuta unapigwa, mume wako yuko wapi, mimi unapigwa, mwanaume kwa kweli hali ilikuwa sio nzuri. Hali ilikuwa sio nzuri yani. Kwa hiyo inabidi tuanze kukimbia. Hali ilikuwa mbaya sana Tunduma. Ulikimbia wewe na nani? Na mimi nikakimbia. Mimi nilikimbia kivyangu, mume wangu naye kakimbia kivyake. Hauna familia, huna watoto? Umeacha nani nyumbani? Nibaki, ndio hivyo tunawasiliana nao. Kwa sasa hizi ndio tunataka, kwa sababu wamesema kumetulia ndio tufanye mpango, nifanye mpango nirudi. Mume wangu naangalia mawasiliano si. Mume wako yuko wapi? Yeye sijajua. Hujampata katika mawasiliano? Watoto niliwaacha tu, nilivyoona hali ni mbaya na walikuwa hawana shida sana na watoto, walikuwa na shida tu na watu wazima. Nikakimbia maana mwanaume wangu naye akawa hayupo, ameshakimbia. Nikakimbia watoto nikawaacha kuona, maana nipo Mpika tunalala stendi. Una matumaini ya kurejea lini nyumbani Tanzania? Nikitakapopata kama msaada kokote, hata wiki ijayo narudi kwa ajili ya kwenda kuangalia usalama wa watoto. Ila watoto niliwasiliana jirani na wenyewe walikimbia wakarudi, wanaendelea vizuri. Kwa hiyo unaishije sasa? Unasema uko stendi. Mpika. Watu maana watu wanafanya biashara, wanalala hapa, mnaoga kwenye vyumba stendi hivyo. Mnachukua mnatandika, mnalala. Tunachotaka amani irejee, kwa sababu watu saizi maishi tumeanza kukimbia, tumeanza kuwa wakimbizi kama Kongo. Tunachotaka amani irejee, kwa sababu kama yeye ana uchungu na watu wake hawezi kuruhusu watu wanauawa. Kwa tunachoomba amani, tunachopambania ni amani tu irejee. Mimi nilikuwa Iringa lakini nilikuwa naelekea Mbeya. Lakini nilipofika Mafinga tulizuiliwa pale na baadhi ya watu ambao walikuwa hawawezi kukimbia walikamatwa. Kwa hiyo nilipita kwenye mpaka wa Tanzania na Malawi kwenye mto unaitwa Mto Songwe. Nilivuka chini kwa sababu bahati nzuri mto ulikuwa umepungua, nikapita, kavuka kuingia ng'ambo. Ndio. Kwa sasa niko Lusaka, niko jiji la Lusaka hapa Zambia. Kwa familia yangu inaendelea vizuri kwa kweli. Ila kwa baadhi ya watu wangu ambao nawafahamu, wengine walipoteza maisha, hasa wale wa Mbeya mjini. Unatarajia kukaa huko mpaka lini? Huku natarajia kukaa huku Zambia kwa takriban mwezi mpaka hali itakapotulia. Lakini serikali imetangaza kwamba hali ni shwari, watu wafunguliwe, maisha yaendelee. Kwa nini unataka kukaa mwezi mzima huko? Serikali inasema kwamba hali ni shwari, ni sawa, itakuwa shwari kwa maneno. Kwa mimi na kwa maono yangu naona bado haijawa na uhakika wa kiwango ambacho ningependa kiwe.